Wakati dunia inaendelea kuhesabu saa zilizobakia kuelekea yale masaa 48 aliyotoa Donald Trump kwa Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz, huku akitishia kufungua mvua ya moto kwa taifa hilo, Irani nayo imemjibu kuwa itafungua mvua hiyo inyeshe ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Kile ambacho jumuiya ya kimataifa inajiuliza ni je, safari hii Trump atasimamia msimamo wake wa kuchukua hatua baada ya muda huo, au atarejea kwenye ile tabia yake ya kuahirisha na kusogeza mbele muda wa kutimiza kitisho chake kama ambavyo amefanya mara kadhaa tangu kuanza kwa mzozo huo? Mvutano wa kitisho hiki na majibu ya Irani unatokana na, kwanza, ni Trump alishatamka vitisho kama hivi hapo awali, lakini akaahirisha dakika za mwishoni kabla ya muda wa mwisho kutimia, kwa alichosema kuwa kuna mazungumzo yanaendelea na yako sehemu nzuri na utawala wa Irani, ambao kwa upande wao wamekuwa wakikanusha mara zote. Jambo la pili ni hali halisi ya kinachoendelea huko Mashariki ya Kati kuhusiana na vita hii, ambapo ndani ya siku hizi mbili mathalan, ndege za Marekani zinazokisiwa kufikia 5 zimeendelea kuduguliwa na wanajeshi wa Irani nchini humo. Jambo la tatu tunalojiuliza ni je, Trump wakati anatoa kitishio hicho alishajua kwamba kuna ushiriki wa nguvu wa wapiganaji wasio na wanajeshi, au alikuwa hajatambua hilo na hivyo atalazimika kusitisha kitishio chake ili akajipange kukabiliana na tishio hili jipya? Jambo la 4 ni kuhusu majibu ya Irani waliosema wako tayari kwa lolote, lakini wakitaka Marekani kuwa tayari kushuhudia kile wanachokifanya kwa Irani kikitokea katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaelezewa kuwa huenda likaleta ugumu zaidi katika kuhakikisha Hormuz inafunguka. Hivyo kama Marekani ana nia ya kweli ya kufungua mlango huo, huenda akalazimika kutafakari upya kama mbinu hiyo itakuwa sahihi. Tukianza na muktadha, mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi ya mafuta duniani, ambapo karibuni 20% ya mafuta yanayotumika duniani yalikuwa yakipita kila siku kabla ya mzozo huu kuanza. Sasa fikiria, kauli ya Irani kushambulia ukanda mzima wa Mashariki ya Kati sio tu kwamba itafanya mlango huo kutokufunguka, bali pia kuendelea kujifunga zaidi, kwani Irani watatekeleza shambulio lao la kujibu. Huenda wakashambulia hadi meli zilizokwama katika eneo hilo, hali ambayo itafanya eneo hilo kuwa hatari zaidi. Hii sio tu changamoto ya kijeshi, ni changamoto ya kisiasa, kiuchumi na utamaduni mzima, ambao tayari imeshakumbwa na tetemeko la kiuchumi kutokana na upatikanaji wa mafuta kuwa wa shida karibu kila kona ya dunia. Kwa upande mwingine tunajiuliza, je, kauli za Irani zina mashiko au ni mikwala isiyo na mashiko kama Donald Trump anavyosema? Hapana. Kauli za Irani hazipaswi kupuuzwa kabisa, kwani mara kadhaa Marekani imekuwa ikidai kuwa nchi hiyo imedhoofika kijeshi na kisilaha. Wameweza kuibuka na kujibu mashambulizi makali yaliyoelekezwa kwao. Kudunguliwa kwa ndege kadhaa za Marekani ni ishara ya kuwa sio tu kwamba Irani bado ina vikosi vinavyoweza kuleta upinzani mkubwa na kusababisha maafa na madhara makubwa, bali pia iko tayari kufa kwa kile inachokiamini. Na hii inaleta ugumu zaidi, kwani kila upinzani wanaonyesha madhara zaidi hujitokeza. Kiufupi, majibu ya Irani inaonyesha uhakika wa kwamba inatawala eneo lake na haitaruhusu kushinikizwa. Na pili, inaashiria msimamo mkali wa kisiasa. Kauli hii pia inaweka presha kubwa kwa viongozi wa Marekani. Wanaweza kuonekana kama wana machaguo ya kimtego zaidi, ama kufanya shambulio ambalo linaweza kusababisha vita kubwa zaidi, au kukubali tishio hili na kuashiria udhaifu. Kwa kuhitimisha, kauli za Donald Trump na zile alizojibu Irani si tu tishio la maneno, ni kielelezo cha mgawanyiko, changamoto ya kimataifa na mjadala unaoendelea kuzunguka, huku ushawishi na hatari ikiongezeka. Swali la msingi, je, Marekani atatekeleza kitishio chake, au ujasiri na kiburi cha Irani ni mwanzo wa mzozo mkubwa duniani? Makala hii imeandaliwa na Ramadhani Msangi, imesomwa kwako nami Daniel Michael. Usiache kulike, kucomment na kushare, na hii ni Tanzania Panorama.